Wakati mashabiki wa Young African Yanga wakiendelea kusherekea usajili wa mshambuliaji Peter Shalulile, takwimu zake za msimu 2025-2026 akiwa na Mamelodi Sundowns katika ligi kuu ya Afrika ya Kusini zimeanza kuibua mijadala mbalimbali miongoni mwa wadau wa soka. Sasa twende tukatazame, je, ni takwimu gani hizo ambazo alikopo nazo kabla ya kutua Young African kwenye msimu 2025-2026 akiwa na Mamelodi Sundowns, ambazo takwimu hizo zimeanza kuibua maswali na mjadala mbalimbali miongoni mwa wadau wa soka. Lakini pia nikukumbushe tu, wewe kama ni mgeni na ni mara yako ya kwanza unatuangalia, hakikisha umebonyeza alama iliyoandikwa subscribe hapo chini, na kwa kufanya hivyo moja kwa moja utakuwa umejiunga na familia hii ya michezo na burudani, na hakikisha umebonyeza alama ya kengele ili uwe mtu wa kwanza kupata taarifa zingine za kimichezo zaidi kutoka kwetu. Tumeshuhudia klabu ya Young African imemtambulisha moja kati ya washambuliaji hatari kuwahi kutokea barani Afrika, Peter Shalulile, ambaye amefanya makubwa sana akiwa na Mamelodi Sundowns. Sasa ni mchezaji wa Young African na anatua Tanzania kwa ajili ya kujiunga na klabu hiyo, na mshambuliaji huyo wa kimataifa wa Namibia msimu wa 2025-2026 akiwa na Mamelodi Sundowns alifanikiwa kufunga jumla ya mabao matatu tu katika michezo 13 aliyocheza, ambapo bao moja alifunga katika uwanja wa nyumbani na mabao mawili ni ugenini, huku akiwa na rekodi ya kutokutoa pasi yoyote, yani kutokutoa assist katika ligi hiyo msimu huo wa 2025-2026. Namba hiyo zimeongezeka kuwashtua wengi kulinganishwa na rekodi zake za miaka ya nyuma, ambapo alikuwa ni mmoja kati ya wafungaji hatari zaidi na tegemeo kubwa katika safu ya ushambuliaji wa Mamelodi Sundowns. Mshtuko huo wa takwimu umezua maswali mengi sana kuhusu kupungua kwa kiasi chake cha kufunga magoli, wengi wao wakijiuliza ikiwa ni kupungua kwa muda wake wa kucheza au ni mabadiliko ya mfumo ndiyo yaliyochangia kuporomoka kwa uzalishaji wa mabao uwanjani kabla ya kutua Young African. Na hata hivyo usajili wake ndani ya Yanga unatazama kuwa fursa mpya kwake ya kurejesha makali yake chini ya uongozi mpya na mazingira mapya ya NBC Premier League. Wadau wengi wa soka nchini wanasubiri kwa hamu kuona kama mshambuliaji huyo mwenye umri wa miaka 32 ataweza kutumia uzoefu wake mkubwa wa kimataifa kuzima mashaka hayo na kuwa nguzo muhimu katika safu ya ushambuliaji ya wananchi kwenye klabu ya Young African. Sasa wengi tunasubiri, je, Peter Shalulile maajabu aliyofanya akiwa na Mamelodi Sundowns, je, atayahamisha maajabu hayo kuyafanya akiwa na klabu ya Young African? Mimi na wewe atufahamu, lakini kwa taarifa zaidi utazipata hapa Tubone Media. Hakikisha umesubscribe, umebonyeza alama ya kengele ili uwe mtu wa kwanza kupata taarifa za kimichezo zaidi kutoka kwetu. Hii ni Tubone Media na mimi ni Tubone, hadi wakati mwingine, bye bye.